Pole mume wangu, alafu mbona leo umerudi mapema? Kuna tatizo? Acha tu Malaika, yaani kila kukicha matatizo yanaongezeka. Hebu niambie mume wangu, ni tatizo gani hilo limekufanya urudi nyumbani mapema? Nimepoteza kazi yangu tena, na kama unakumbuka vizuri, hii ni mara yangu ya 3 napoteza kazi kwa mwaka huu. Yaani kiufupi, kila kitu kimekwisha, sijui hata naanzia wapi. Hebu ondoa shaka mume wangu. Kitu cha msingi kwa sasa ni kumshukuru Mungu kwa huu uhai aliotupatia. Mimi naamini tutatoka kwenye hii hali kwa sababu haya ni mapito tu. Hebu ngoja nikuletee chakula kwanza ule alafu upumzike. Yaani hapa nilipo, sina hata hamu ya kula, naomba tu niletee maji ya kunywa. Sawa. Baby, unataka kwenda wapi tena wakati giza limeshaingia? Mume wangu, nimepata kazi mpya ambayo nitakuwa nafanya zamu ya usiku na analipa vizuri sana. Na mimi nikaona ni bora nisiache kwa sababu inabidi nijitoe kwa sasa ili niweze kuitunza familia yetu kwa huu wakati ambao hauna kazi. Lakini si utachoka sana mpenzi, maana unafanya kazi mchana kutwa, bado na usiku pia. Sasa utapumzika saa ngapi? Usijali kuhusu hilo mume wangu. Mimi nafanya hivi kwa ajili yetu. Sitaki uingie kwenye msongo wa mawazo kwa sababu ni jukumu langu kuhakikisha familia yetu inaendelea kusimama pale ambapo unakuwa umekwama. Mke wangu, kwa kweli wewe ni mtu mzuri sana kuwahi kukutana naye kwenye maisha yangu. Na kuahidi nikipata kazi nitafanya kila niwezalo kukurudishia heshima yako kama malkia wa nyumba hii. Usijali mume wangu, nina imani Mungu atakuinua hivi karibuni. Mume wangu, mbona unaonekana mwenye wasiwasi sana? Kuna kampuni ya teknolojia niliwapelekea maombi yangu. Sasa wameniambia kesho nipeleke business plan. Na kama unavyojua, mimi sina ujuzi wa kuandika business plan. Yaani hata sijui nafanyaje. Ondoa shaka mume wangu, maana siku hizi teknolojia imekuwa kubwa sana. Hivyo nitafanya utafiti mtandaoni na kukusaidia kuandika hiyo business plan. Maana leo siendi kazini usiku. Hivyo usiwe na wasiwasi, hadi kufikia asubuhi na uhakika itakuwa tayari. Kweli utafanya hivyo kwa ajili yangu? Bila shaka mume wangu, ni wajibu wangu kukusaidia kwa sababu ukifanikiwa wewe, familia yetu itakuwa imefanikiwa. Hivyo wewe pumzika kwa sasa. Asante sana mke wangu. Mume wangu, leo unaonekana mwenye furaha sana. Hebu nishirikishe hiyo furaha yako na mimi nifurahi. Yaani sijui hata nianzie wapi kuelezea hii furaha nilionayo, lakini kwa ufupi tu ni kwamba ile business plan niliyoandika imebadilisha maisha yetu moja kwa moja. Usiniambie umefanikiwa kupata kazi. Sio kazi tu, yaani ile kampuni imewekeza milioni 800 kwenye ile business plan uliyoandika, na pia wamenipa nyumba kubwa, gari na milioni 200 za kuanzia maisha kama mkurugenzi mkuu wa hiyo biashara. Sam, unamaanisha unachokisema au unanitania? Nilijua tu utasema nakutania. Sasa cha kufanya, jiandae twende kwenye nyumba yetu mpya. Nadhani hiyo itakuwa njia ya kwanza ambayo itakufanya uamini. Mimi hata sihitaji kujiandaa. Kama vipi twende sasa hivi, maana ninatamani sana kufika huko. Sawa, twende. Mpenzi, hapa ndipo tutakapoishi kuanzia sasa. Wow, yaani nilikuwa siamini kabisa. Kwa kweli najivunia kuwa na wewe mume wangu. Yaani sikutegemea kabisa kama maisha yetu yangebadilika kwa kiasi hiki. Malaika, wewe ndio sababu kubwa ya kubadilisha maisha yetu. Laiti kama ungekuwa umenikatia tamaa au kama usingenisaidia kuandaa ile business plan, kwa kweli leo hii tusingekuwa hapa. Naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana mke wangu kipenzi kwa msaada wako, na pia na kuahidi nitapambana kwa nguvu zangu zote kuhakikisha unapata furaha zaidi. Asante sana kwa kunijali mume wangu. Sam, ulikuwa wapi siku 2 zilizopita na kwa nini ulikuwa hupokei simu zangu? Kwani mimi ni mtoto mpaka nikwambie kila mahali ninapoenda?
Lakini sisi si wanandoa Sam, na mara zote ukiwa unasafiri huwa unaniambia. Sasa nashindwa kuelewa umepata na nini hadi unashindwa kunipa taarifa za mahali unapokwenda. Kusema kweli nilikuwa na wasiwasi sana, ikabidi niende mpaka ofisini kwako, ila nao wakadai hawajakuona kwa muda wa siku 2 na haujatoa taarifa yoyote. Malaika, tafadhali naomba ukae mbali na kazi yangu, na kuanzia leo sitaki kusikia umepeleka hizo kwato zako ofisini kwangu. Na kitu cha mwisho, hapa ni nyumbani kwangu, hivyo nitarudi nyumbani siku na saa ninayotaka. Sitaki unipangie maisha. Sam, wewe ni wa kunijibu hivyo kweli? Nimekwambia usinipangie maisha. Tena naomba unyamaze kabla hujanitibua. Mume wangu, unaona leo umerudi na mgeni. Malaika, huyu ni mpenzi wangu, anaitwa Mona, na nimemleta makusudi ili uone alivyo mrembo na anavyojua kuvaa, sio wewe unayevaa kama wahenga. Unasemaje Sam? Kwanza unawezaje kumleta mwanamke mwingine ndani ya nyumba yangu? Nyumba yako? Tangu lini nyumba yangu ikawa yako? Sikia nikwambie Malaika, hapa ni kwangu na nitafanya chochote ninachokitaka. Wewe kama unaona unateseka sana, ondoka ukatafute maisha yako. Sam, kweli umesahau maisha tuliokuwa tunaishi mimi na wewe hadi unafikia hatua ya kuniambia niondoke humu ndani? Inamaanisha umesahau kuwa mimi ndio sababu ya kupata hii nyumba na mali zote unazomiliki? Mona mpenzi, usimsikilize huyu mwanamke. Kwanza mimi na yeye tulikuwa tumeshaachana, ila alirudi baada ya kusikia nimefanikiwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, huyu mwanamke hana chake hapa. Kama kweli sina changu hapa, utaendelea kumiliki kazi na mali ulizonazo. Lakini kama kuna jasho langu kwenye kila kitu unachomiliki, na kuhakikishia utarudi kwenye umaskini siku sio nyingi. Acha kunitishia bwana, kwanza una msaada wote kwenye maisha yangu. Hebu toka hapa. Mpenzi, hapa ni nyumbani kwako kuanzia sasa. Lakini yule dada hata kuja kunifanyia fujo kweli? Hawezi kuja kufanya fujo kwa sababu hizi mali zote ni za kwangu, na endapo atajaribu kufanya hivyo, nitamfungulia mashtaka akaozee gerezani. Wewe mwanamke, mbona unakuwa kinganizi? Si nimekwambia sikutaki nyumbani kwangu? Mkuu, karibu sana. Asante. Nahitaji kujua sababu iliyokufanya umfukuze mke wako. Mimi sijamfukuza mke wangu, bali aliondoka mwenyewe kile kipindi ambacho nilikuwa nimefilisika. Sam, usinifanye mimi kama mtoto mdogo. Hivi unajua kuwa mwekezaji mkubwa kwenye kampuni yetu ambaye alitusaidia kuwekeza kwenye ile business plan uliowasilisha ni mjomba wake Malaika? Hapana, sifahamu. Sasa kama ulikuwa hujui, ndio nakutaarifu. Na kutokana na kitendo ulichomfanyia binti yake, ametoa maagizo kuwa pesa na mali zote zirudishwe, na pia utolewe kwenye hii nyumba. Kwa hiyo nimekuja kutekeleza maagizo niliyopewa. Nisaidie basi, kaongee naye. Mimi niko tayari kuendelea kuishi na Malaika. Sijaja hapa kusikiliza utetezi wako, kwa hiyo naomba utoke na huyo mwanamke wako. Malaika, tafadhali naomba unisamehe, na pia naomba uniombee msamaha kwa mjomba wako, na kwa hili nitajirekebisha. Hebu usiniingize kwenye upumbavu wako. Wewe umeharibu maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo katafute sehemu ya kuishi na huyo mpenzi wako.